Huu ni mwezi wa uelewa kuhusu chunusi, Acne Awareness Month, hali ya ngozi ambayo huathiri mamilioni ya watu duniani, hasa vijana, takriban 85%. Lakini je, wajua chunusi ni nini hasa na kwa nini hutokea? Chunusi ni hali ya ngozi ambayo husababisha vipele au vimbe vinavyojulikana kama pimple. Zipo hatua 4 zinazopelekea kutokea kwa chunusi. Hatua ya kwanza ikiwemo hair follicles au vifuko vya vinyweleo kuziba kutokana na uongezeko wa cells zinazokufa au dead cells na uongezeko wa sebum production. Hatua ya pili ikiwemo uzalishwaji wa mafuta kupita kiasi na tezi zinazotengeneza mafuta ama sebaceous gland. Hizi tezi zinapatikana kwenye mwili mzima, ingawa zipo kwa wingi sehemu ya uso, sehemu ya kifua, sehemu ya mgongo na hata mikono kwenye mabega. Ndiyo maana sehemu hizi huwa common kuonekana na chunusi. Hatua ya tatu ni mashambulio ya bakteria wanaoishi kwenye ngozi yako. Ngozi ya kila mtu ina normal flora, ni bakteria ambao huishi kawaida kwenye ngozi yako. Panapokuwa na mkusanyiko wa mafuta pamoja na cells zilizokufa, bakteria wanaenda kushambulia hapo zaidi. Hii hupelekea hatua ya 4 ambayo ni uvuvishaji au lugha ya kitaalamu inflammation, ambayo baadaye unaweza kupata chunusi zenye maumivu, nyekundu, zimevimba, hali ambayo tunaiona baada ya hatua zote 4 kumalizika. Acne au chunusi inaweza kugawanyika katika makundi makuu mawili. Kundi la kwanza likiwa ni non-inflammatory acne au acne zisizokuwa na viuvimbe, ikiwemo blackhead na whitehead. Whitehead ni vifuko ambavyo viko bado chini ya ngozi, havijaathiriwa na hewa, huwa vinaonekana kama vidoti vyeupe vidogo. Blackhead ni vifuko vya vinyweleo ambavyo vipo wazi, vipo juu, vimeathiriwa na hewa, huwa vinaonekana kama vyeusi. Huo sio uchafu. Tukianza na non-inflammatory ambazo kuna blackhead na whitehead. Whitehead ni vivimbe ambavyo viko chini ya ngozi ambavyo bado havijatokea nje, na blackhead ni vifuko au vidoti vyeusi vinavyoonekana juu ya ngozi. Hii rangi nyeusi inatokana na kuwa hewa imefanya oxidation kwenye seli za ngozi na mafuta ambayo vipo kwenye vimeleo, na wala si uchafu. Kundi la pili ni inflammatory acne au chunusi zenye uvimbe, ikianziwa na pustule ambavyo ni vivimbe vidogo vyenye usaha, huwa vinaonekana kama vyeupe au vina manjano kidogo. La pili ni papules, ni vivimbe vidogo vidogo visivyokuwa na usaha, huwa vinakuwa ni vyekundu na vinauma unapovigusa. Halafu kuna nodules cystic. Nodules ni vivimbe vikubwa, vigumu na vinakuwa vina maumivu sana na viko chini ya ngozi zaidi. Kuna cystic acne ambavyo ni vivimbe vikubwa vyenye maumivu sana na mara nyingi huweza kuacha makovu. Nini hasa hupelekea mtu kupata chunusi? Zipo sababu mbalimbali ikiwemo mabadiliko ya hormone, hasa kipindi cha kubalee au adolescence, ambapo huchochea tezi za sebum kutengeneza mafuta kupita kiasi na kuwa kubwa, na hivyo mtu kupata chunusi mara kwa mara. Kwa wanawake, chunusi pia huweza kuonyesha matatizo au dalili za awali za matatizo ya hormone kama ugonjwa wa polycystic ovarian syndrome. Msongo wa mawazo ama stress inaweza kuchochea utengenezaji wa mafuta zaidi kwenye tezi. Pia kuna lishe, vyakula vyenye sukari nyingi au mafuta mengi huweza kuchochea chunusi kuwa mbaya zaidi. Bidhaa za nywele zenye mafuta, vipodozi vyenye mafuta au matumizi ya sabuni kali huweza kuchochea chunusi kuwa mbaya zaidi kuliko hali yake ya kawaida. Osha uso wako na maji vuguvugu au ya baridi na wala si ya moto. Tumia mikono na wala si dodoki, usitumie nguvu maana huweza kuchochea chunusi zaidi. Na osha uso wako mara 2 tu na wala sio zaidi ya hapo. Usitumbue au kubonyeza chunusi zako, usishike uso wako mara kwa mara. Tumia moisturizer, linda ngozi yako na jua, tumia sunscreen, pata lishe bora, kunywa maji mengi na kikubwa, punguza msongo wa mawazo. Daktari anaweza kupendekeza matibabu sahihi kulingana na aina na kiwango cha chunusi zako. Matibabu haya yanaweza yakawa over the counter products ama vipodozi unaweza kupata kwenye maduka ya vipodozi au pharmacy. Product hizi zinaweza zikawa na ingredients kama salicylic acid, niacinamide, azelaic acid, glycolic acid ambazo zinaweza kusaidia kwenye matibabu yako ya chunusi. Pia matibabu haya yanaweza kuwa kupitia prescription au dawa unazoandikiwa na daktari. Hizi lazima upate mwongozo wa daktari namna ya kutumia
ambavyo vitasaidia ngozi yako kuweza kupona chunusi. Kumbuka, chunusi ni hali ya kawaida na wala hauna haja kuwa na aibu. Matibabu bora yanapatikana na wewe unastahili kupata matibabu bora. Ngozi yako ni ya kipekee. Ipende, ilinde na uitunze. Weka appointment leo, unaona na daktari kupitia kurasa zetu za Instagram na WhatsApp ili kuanza safari ya ngozi yako yenye afya na iliyo bora na vital.